Chochote ambacho unakifanya kwa ajili ya watu wengine bila kutarajia malipo ni kama sadaka. Zipo baadhi ya sadaka ambazo unaweza kuzitoa kwenye maisha yako kwa sababu ni sadaka ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu, lakini kuna baadhi ya sadaka ambazo kamwe hautakiwi kuzitoa kwenye maisha yako. Katika video hii nitakwenda kukuambia sadaka 10 ambazo kamwe hautakiwi kuzitoa kwenye maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sadaka 10 ambazo kamwe hautakiwi kuzitoa katika maisha yako. Namba 1, usikubali kujitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Kiwango cha kuishi maisha yasiyokuwa yako. Miongoni kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, kila mwanadamu aliyezaliwa na kuishi katika uso wa dunia amezaliwa ndani yake akiwa na kusudio lake, na kusudio la mwanadamu mmoja hutofautiana na kusudio la mwanadamu mwingine. Malengo na ndoto zetu pia tunatofautiana. Hivyo kuna baadhi ya nyakati ambazo baadhi ya wanadamu hujikuta wakianza kuishi maisha yasiyokuwa yao kwa sababu wanahitaji kuwafurahisha marafiki zao wa karibu. Hapo ndipo utakuta mwanadamu anabadili tabia, anabadili mavazi, anabadili maneno ambayo amezoea kuyatumia katika maisha yake ili mradi aweze kupendwa na watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kitendo cha kuacha kuishi uhalisia wa maisha yako kitakufanya usiwe na furaha, kwani kila mwanadamu anapoishi maisha ambayo ni uhalisia wake, moyo wake unakuwa na amani pamoja na furaha. Hivyo utajikuta unaacha malengo na ndoto zako kwa sababu tu unahitaji kuwaridhisha watu fulani. Kamwe usiishi maisha yasiyokuwa yako kwa ajili ya kuwaridhisha binadamu wengine. Hautakuwa na furaha kamwe kwenye maisha yako. Namba 2, usikubali kufanya matumizi makubwa kupita uwezo wako ili kuwaridhisha watu wengine. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wana kawaida ya kununua vitu vya gharama katika maisha yao, kulipia bili ambazo hawakutakiwa kuzilipia. Wanafanya hayo yote kwa sababu wanahitaji kuonekana na watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wapo tayari kutumia pesa nyingi kuliko hata uwezo wao, utajikuta katika madeni makubwa ambayo kwa namna moja au nyingine yatakurudisha nyuma katika safari yako ya mafanikio, na kwa sababu hiyo utajikuta unashindwa kutimiza malengo ambayo unayo katika maisha yako. Ni kosa kubwa kufanya vitu ili watu wengine waweze kukuona, kwani mwanadamu ambaye ameridhia kuwa karibu na wewe atakupenda na kukukubali kulingana na kipato ambacho unacho katika maisha yako. Usijiumize wala usitake kujikuna katika eneo ambalo mkono wako hauwezi kufika. Namba 3, kamwe usikae kimya wakati unakosewa. Wapo baadhi ya binadamu katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kwa sababu wanahofia watu wengine watawaona walalamishi au wabaya. Wanapoumizwa na watu wengine ama wanapokosewa na watu wengine, wanapenda kukaa kimya, na mara nyingi kimya chao kinafanya waendelee kuumizwa siku hadi siku. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, haijalishi binadamu wengine watakuona mkorofi kiasi gani. Inapotokea unaumizwa na binadamu wengine, ama inapotokea upo katika mazingira ambayo unakosewa, jifunze kusema hapana. Usikubali kila kitu, kwa sababu yapo baadhi ya mambo ambayo kama utaendelea kuyavumilia ili uonekane mtulivu na mpole, yatakuumiza na pengine yatakufanya uwe miongoni mwa binadamu ambao hawafurahii maisha kabisa. Mwenyezi Mungu hajakuumba na kukuweka kwenye uso wa dunia ili uje kuteseka. Mwenyezi Mungu ametuumba tuje tufurahie maisha katika ukuu wake. Hivyo jifunze kusema hapana katika wakati ambao unatakiwa kusema hapana. Jifunze kusema ndio katika wakati ambao unatakiwa kusema ndio, kwa sababu muamuzi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Namba 4,
Usikubali kupoteza muda wako kwa binadamu wasiokuthamini. Ni wazi tumezungukwa na binadamu wa aina mbalimbali. Wapo baadhi ya binadamu ambao wanaweza kuthamini hisia zetu, lakini wapo baadhi ya binadamu ambao hawawezi kuthamini hisia zetu. Hata ukijitoa kwa ajili yao, wanachukulia kawaida tu, wala hawawezi kuona umuhimu wa nafasi ambayo umeitoa kwa ajili ya maisha yao. Hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako, kwani asilimia kubwa ya binadamu hawa huwa wanatukumbuka pale wanapohitaji msaada kutoka kwetu, lakini kukiwa hakuna chochote ambacho wanakitaka kutoka kwetu, wanakuwa ni binadamu ambao wanakaa mbali na sisi tunapokuwa na shida, wala hawawezi kujitoa kwa ajili yetu, bali ni binadamu ambao wanatutumia kwa ajili ya faida zao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kuishi maisha yao yenye furaha, usijitoe kwa ajili ya mwanadamu ambaye hawezi kuthamini wala hawezi kuthamini muda ambao unautoa kwa ajili yake. Ni vema kuanzia leo ukajifunza kuwathamini binadamu wanaokuthamini, ukajifunza kujitoa kwa binadamu ambao wanajitoa kwa ajili yako, na hilo pekee alitakufanya uishi maisha yako ya amani na furaha, tena bila majuto. Namba 5, usikubali kuendelea kuwepo katika mazingira ambayo unadharauliwa na kupuuzwa kwa ajili ya kuridhisha binadamu wengine. Ndiyo, zipo baadhi ya nyakati ambazo unaweza ukajikuta upo katika mazingira ambayo yana watu wengi ambao wanakupuuza, wanakudharau, lakini kwa sababu unahitaji kuonekana mpole na mwenye busara kwa watu wengine, ukaendelea kuvumilia maumivu ya kudharauliwa na kupuuzwa. Haya ni maumivu makali ambayo yatakusababishia matatizo ya kisaikolojia ndani yako. Kumbuka, afya yako ya akili ni muhimu kuliko chochote ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Usikubali kubezwa, usikubali kudharauliwa, usikubali kupuuzwa eti kwa sababu unataka kudumisha amani, heshima na haki. Jambo ambalo unatakiwa kujua na kuliweka akilini: mwanadamu ambaye anakuheshimu hawezi kukudharau, mwanadamu ambaye anakuheshimu hawezi kukubeza, wala mwanadamu ambaye anakuheshimu hawezi kukupuuza. Hivyo, ukibaini unadharauliwa na kupuuzwa, ni vema usiendelee kujitoa na kuvumilia kwa sababu unahitaji amani. Kiukweli, amani ambayo itakuwepo hapo ni amani ya nje, lakini moyo wako hauwezi kuwa na amani katika maisha yako kama utaendelea kuwepo katika eneo unalodharauliwa na kupuuzwa. Namba 6, usikubali kuficha hisia zako kwa kuhofia binadamu wengine watajisikiaje. Wapo baadhi ya binadamu ambao wapo tayari kuficha furaha, huzuni au majonzi waliokuwa nayo kwa kuhofia binadamu wengine labda watajisikia vibaya. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: kitendo cha kuficha hisia zako, hasa hisia za majonzi na maumivu, kitaendelea kukuumiza kwa ndani, na kitendo cha kuendelea kuumia kwa ndani, utapata matatizo ya kisaikolojia, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya akili. Ni vema ukawa mwanadamu ambaye unaweza kuonesha furaha yako pindi unapofurahi, lakini onesha majonzi yako pindi unapokuwa na majonzi, na ukijisikia kulia wala usijizuie, lia, toa machozi, kwa sababu vyote hivyo ni hisia ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka ndani yetu, na kila hisia ambayo ipo ndani ya mwanadamu ina maana yake. Kama utaipuuza, lazima utapata madhara. Lakini wakati mwingine utakapoonesha furaha yako katikati ya binadamu wenye majonzi, mwangaza wako unaweza kuwa wao pia. Unaweza ukajikuta umewaambukiza furaha yako na ukawaokoa kisaikolojia binadamu waliokuwa wanapitia maumivu ya moyo. Namba 7, usikubali kujiweka nyuma na kuwapa watu wengine kipaumbele katika maisha yako. Moja kati ya makosa makubwa ambayo utakuwa umeyafanya katika maisha yako ni kujaribu kuwapa binadamu wengine kipaumbele na wewe ukajiweka nyuma. Siri ambayo unatakiwa kuijua ni kuwa kila mwanadamu ni mbinafsi. Asilimia kubwa ya binadamu wanapenda vitu vyao vifanikiwe kabla ya vitu vya watu wengine. Hakuna mtu anayependwa na kila mtu. Hata ukijaribu hilo, utapoteza nafsi yako, lakini bado hakuna mwanadamu ambaye ataweza kuyatambua maumivu ambayo unapitia kwa ajili ya kusababisha yeye awe na furaha. Hakuna mtu ambaye atatambua
muda ambao umejinyima ili yeye aweze kupata muda. Watu wengi wana kawaida ya kujiwazia wao, na ndio maana hata baadhi ya mitume na manabii walipojitoa kwa ajili ya kuwaokoa watu wengine, bado watu waliwabeza na kuwapiga mawe. Hata ukifanya nini, hautaweza kupendwa na kila mtu. Ni vema ukawa moja kati ya watu ambao wanajipa kipaumbele katika kila kitu katika maisha yao, ndipo wanapowapa watu wengine nafasi katika maisha yao. Namba 8, kuendelea kuvumilia mahusiano yanayokuumiza kwa ajili ya kuwaridhisha watu wengine. Wapo baadhi ya binadamu ambao wapo katika ndoa ambazo kwa namna moja au nyingine haziwapi furaha, lakini si ndoa tu, hata mahusiano ya kirafiki. Wapo baadhi ya watu ambao wanavumilia mahusiano ya kirafiki ambayo yanawapa maumivu makali katika maisha yao, lakini wanaendelea kukaa kimya kwa sababu hawahitaji watu wengine waweze kujisikia vibaya. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, furaha na amani ya moyo wako ni miongoni mwa vitu ambavyo unavihitaji zaidi katika maisha yako kuliko chochote. Kama utaendelea kuvumilia mahusiano hayo kwa sababu unahitaji kuwaridhisha wazazi, ndugu, rafiki na jamaa zako ambao hawahitaji mahusiano yako yaweze kuvunjika, kumbuka, mahusiano yanakuhusu wewe na mtu ambaye upo naye katika mahusiano, wala si ndugu zako ama rafiki zako, kwani wao wanatumia muda mfupi sana kuwa karibu na wewe, lakini mara nyingi wanakuwa katika familia zao ambazo wanaishi nazo kwa amani, huku wewe ukiendelea kubaki katika mahusiano ambayo yanakupa maumivu pamoja na vidonda ambavyo havitibiki katika moyo wako. Ni vema ukaijali furaha na amani ya moyo wako kwanza, kwani mtu wa kwanza anayetakiwa kukujali ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kukupenda kuliko wewe ambavyo unajipenda. Hakuna mtu anayeweza kukuthamini kuliko wewe unavyojithamini, wala kukujali kuliko wewe unavyojijali. Penda kufanya maamuzi sahihi kwa ajili yako na si kwa ajili ya watu wengine. Namba 9, kamwe usilibebe jukumu la kujilaumu kwa sababu ya makosa ya binadamu wengine. Kuna makosa mbalimbali ambayo yanaweza kutokea katika uhusiano wako na watu wengine, alafu ukajikuta wewe ni mtu ambaye unajilaumu kila wakati. Kwa mfano, kuna muda unaweza ukajikuta umeingia katika mgogoro na ndugu, rafiki au jamaa yako. Ukijaribu kufikiria kwa makini, unaona kabisa wewe haukuwa na kosa lolote, ama ulichokifanya ulitakiwa kukifanya kwa sababu kilikuwa ni kitu sahihi kwa wakati ule. Pamoja na hayo yote, unajikuta unakuwa ni mtu wa kujilaumu kila wakati na kujibebesha makosa hata katika wakati ambao ni watu wengine ndio waliokukosea. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuiacha kuanzia leo, kamwe usibebe mzigo wa hatia kwa vitu ambavyo si kosa lako. Kila mtu awajibike kwa matendo yake. Mwanadamu mwingine anapokuwa amefanya makosa, hauna nafasi ya kujipa stress kwa sababu amani na furaha ya moyo wako ni muhimu, na hakuna yeyote ambaye anaweza kusababisha amani katika moyo wako kwa sababu ni wewe pekee ndiye mwenye funguo ya amani na furaha ndani yako. Namba 10, kamwe usikubali kuacha kufuata ndoto zako kwa sababu ya kuwaridhisha watu wengine. Wapo baadhi ya binadamu ambao kwa sababu wanahitaji kuwafanya watu wengine wawe na furaha, huwa wanaamua kutelekeza ndoto, mipango na mikakati waliokuwa nayo kwenye maisha. Hili ni kosa kubwa ambalo wanalifanya katika maisha yao bila kujua, kwa sababu wale ambao unaziacha ndoto zao kwa sababu yao, wao huendelea kufuata safari ya kuzitimiza ndoto na malengo waliokuwa nayo katika maisha. Mwisho wa siku, wao watatimiza ndoto na malengo yao, alafu wewe utashindwa kutimiza ndoto zako. Jukumu la kutimiza ndoto zako ni wajibu wako, wala si wao. Kama mtu yuko tayari kuvunja ukaribu na wewe kwa sababu wewe unatimiza ndoto zako, ni vema avunje ukaribu na wewe, kwa sababu mwisho wa siku utajikuta kwenye majuto makubwa, kwani utatamani muda urudi nyuma ili ukatimize ndoto zako, lakini amini na kuambia hautaipata nafasi hiyo. Muda hauna historia ya kurudi nyuma. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.